Yesu asifiwe. Tusalimiane namna hii. Uhuru wa Yesu. Amen. Nimeokoka na mpenda Yesu. Naitwa mchungaji Esther Kirarei. Na Yesu ni Bwana na Mwokozi katika maisha yangu. Nikiwa mahali hapa ninayo furaha kubwa. Nikiwa mahali hapa nimeolewa na ninampenda Yesu. Nitaenda kusoma neno la Mungu kutoka katika kitabu cha Methali. Kitabu cha Methali 31 ule mstari wa 10. Inasema ya kwamba mke mwema ni nani awezaye kumwona? Maana kima chake chapita kima cha marijani. Moyo wa mumewe umwamini tezo maisha yake. Atufuta sufu na kitani, ufanya kazi yake ya mikono kwa moyo. Ufanana na merikebu za biashara, kuleta chakula chake kutoka mbali. Tena uamka kabla haujaisha usiku. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Wakati tunaangalia kitabu cha Methali, katika Biblia inasema ya kwamba mke mwema ni nani awezaye kumwona? Maana kima chake chapita kama marijani. Tunasema ya kwamba maisha ya mahusiano ni maisha ambayo yanahitaji uvumilivu na subira ya hali ya juu. Watu wengi sana waliingia katika mahusiano haya na mwisho wa siku walishindwa kuyajenga. Mke mwema ni nani awezaye kumpata? Lakini ukiwa mke mwema una uwezo wa kusimama. Tunasema ya kwamba maisha ya mahusiano inafananishwa na mpira. Wakati mpira unawekwa katikati, kila mmoja ni mchezaji. Maana yake tunahitaji sapoti ya kila mmoja ili kusudi tuweze kushinda. Maisha inahitaji uchangamfu. Maisha inahitaji kuonyesha uchezaji wako. Kwa sababu haikai ya kwamba wewe unakaa kama golikipa ukingoja kusema goal. Lakini hata wewe unatakiwa kucheza. Bwana Yesu asifiwe. Maisha ya ndoa ya mahusiano haihitaji kungoja mtu mwingine. Mmoja akiwa amesimama kwenye goli anangojea bidii ya mwingine. Lakini inahitaji bidii ya sisi sote kusimama na kushirikiana. Ndani kuna kuwaga na timu nyingine inayokuwa nje ya uwanja. Wakati mechi ikiwa inachezwa, unaonaga kuna wengine wanapita wakifanya mazoezi kando ya uwanja. Maana yake wao wanakuwa wanacheza wakichungulia ni nani anazembea mahali hapa ili kusudi apate nafasi ya kuingia. Halo? Nancy. Neri. Tunataka kusema ya kwamba licha ya kwamba umetangulia, lakini tunataka kusema ya kwamba kuna watu nje ya uwanja wanangojea ulegee wapate nafasi ya kuingia. Halo? Na pia mume wa Neri, kuna watu pia, kuna wajamaa wako kando wanaangalia. Ukiona wanapita kando na pikipiki wanaangalia kama nyumba inasimama ama imeanguka. Maana yake wanatafuta weakness gani iko ndani ya nyumba hii ndio waweze kupata nafasi ya kuingilia Neri. Sijui unaelewa hiyo? Halo? Bwana Yesu asifiwe. Ukiona nywele mpya na utagalamikia, kuna wale wanaofanya mazoezi kando ya uwanja. Halo? Bwana Yesu asifiwe. Maisha ya ndoa yanahitaji mchango wa sisi sote. Na tunapokuwa katikati ya uwanja, tunatakiwa kuonyesha bidii ili kusudi filimbi ya kutolewa uwanjani isipigwe. Si namna hiyo? Kila mmoja acheze pati yake. Inasema ya kwamba sifa za mke mwema na nyumba yake. Sifa za mke mwema na nyumba yake. Tunasema ya kwamba sifa ya kwanza, nitazungumza sifa 4 za mwanamke mwema. Sifa ya kwanza ni wa thamani kubwa. Bwana Yesu asifiwe. Neli, tunasema ya kwamba wewe ni wa thamani kubwa. Unapoingia katika mahusiano na ndani ya ndoa, tunasema ya kwamba wewe ni wa thamani kubwa. Ndio maana Biblia ikaanza kusema ya kwamba mke mwema ni nani awezaye kumwona? Maana yake thamani yake haiwezi kulinganishwa na kitu chochote.
Mara nyingi sana watu wote tulioko kwenye ndoa, sisi wenyewe huwa tunajishusha thamani yetu, lakini unaambiwa kwamba thamani ya mke mwema haiwezi kulinganishwa na kitu chochote. Lakini ni sisi mara nyingi ndio tunashusha heshima yetu. Mke mwema alinganishwi na vitu vya thamani, kwa sababu mchango wake haupimwi kwa mali, bali kwa tabia, hekima na hofu ya Mungu. Mke mwema anapimwa kwa hekima na kumpenda Mungu. Huyo ndiye mke mwema anayezidi kusimamisha nyumba yake, na nyumba yake inazidi kwenda kiwango hadi kiwango. Jambo la pili, inasema kwamba mke mwema hujenga imani na uaminifu. Mke mwema anajenga imani yake na uaminifu katika nyumba yake. Mara nyingi sana maisha mengi ya mahusiano imepoteza kitu kinaitwa uaminifu, kwa sababu watu wengi wanapogombana kwenye nyumba ni uaminifu. Ndoa nyingi sana zinavunjika kwa sababu ya uaminifu. Hivyo tunataka kukusii dada yetu Neri, unapoenda, kwa sababu mwanzo ulienda peke yako, lakini sasa hivi unaenda na watu wote wakiona, tunasema ya kwamba imani, uaminifu ukakae katika ndoa yako, uaminifu kadumu katika maisha yako. Kuna watu sio waaminifu, kuna wamama sio waaminifu. Hata mumewe akiacha noti ya 50 kwenye mfuko wake, yeye anaichukua. Halo? Umeambiwa fua, sio kwamba amesahau, anapima uaminifu wako. Halo? Ameacha 1000 ndani, toa iweke kando, mwambie ulisahau ama niitumie. Halo? Lakini hii ya kujifanya wewe ndio unajua pesa kuliko watu wengine, hiyo ndio inavunja heshima yako na thamani yako siku hadi siku. Kuna wazee wakitaka hata kutoa pesa kwenye koti, anaenda kando ya mlango na anahesabu, anatoa ile ambayo anajua haitarudi na chenji. Si namna hiyo? Anajua huyu mama ni mkora, imani imeshuka. Halo? Lakini kuwa mwaminifu. Wakati mwingine wewe ndio wa kwanza kumkumbusha, ndio utakuta mzee anakufanya wewe kuwa kama akaunti yake. Si kuna watu hawaweki pesa banki, wanaweka chini ya kitanda. Halo? Na akijua mama ni mkora, anaanza kutembea nazo, mwisho siku zinaibiwa. Lakini akijua wewe ni mwaminifu, anaziacha kwa imani. Bwana Yesu asifiwe. Tumpigie Yesu makofi. Halo? Imani inahitajika kwenye ndoa. Uaminifu, sisi sote tutembee katika uaminifu. Hata Sandana, kuwa mwaminifu, si namna hiyo? Usiseme unafundisha mpaka saa 3, hiyo mwisho mwalimu ni saa 9. Hakuna tuition mahali. Halo? Jambo la tatu inasema mke mwema ni mwenye bidii na mwajibikaji. Mke mwema ni mwenye bidii na mwajibikaji. Maana yake huyu mwanamke sio tu wa kwenda kusanya maneno kwa familia za watu wengine, kutafuta uongo kwa manyumba ya watu wengine, lakini mwanamke mwema ni mwajibikaji na mchapakazi. Bwana Yesu asifiwe. Dunia ya leo ni tofauti sana na dunia ya maisha mengine iliyopita. Zamani watu walikuwa wanakaa na kusengenya watu. Zamani watu walikuwa wanaongelea watu. Lakini dunia ya sasa hivi imebadilika. Geukia jirani yako, mwambie kama bado uko kwenye zama za kusema watu, huo ni ushamba. Nakuwa hata ni wewe ndio unamwambia mwingine, si ndio? Halo? Mwanamke mchapakazi inasema ya kwamba atumii muda ovyo, anajitahidi katika majukumu yake, iwe ni nyumbani, kazini au katika huduma. Bidii yake huleta ustawi katika boma yake. Bwana Yesu asifiwe. Halo? Bidii yake
Kuna wamama mpaka leo waume zao wamewachukia na kuwadharau. Kwa nini? Kwa sababu mama ni goigoi. Anaamka saa 2 kwanza. Hiyo ni introduction ya kwanza. Na akiamka anajivuta, anaenda kwanza kupika chai bila kuosha uso. Ishindwe katika jina la Yesu. Halo? Ndio maana unakuta leo hii tuna wazee wengi sana wanaokula hotelini na kulala center, wametoa na viatu, wanaota jua na socks. Kwa nini? Mama nyumbani ndio mwenye shida. Halo? Bwana Yesu asifiwe. Mama ndio mwenye shida. Nyumba inanuka vumbi. Mama upo tu na maisha ya watu. Ng'ang'ana na maisha yako. Neli, ng'ang'ana na maisha yako. Umepata sofa seti nzuri, hiyo lala kama huna kazi ya kufanya. Lakini acha kutafuta mambo ya watu, kuuliza nilisikia kelele kwa ile nyumba, nini inaendelea? Kuna kazi zingine achia mkasa na chifu ang'ang'ane nazo. Halo? Wewe fanya kazi ya mume wako na watoto wako. Bwana Yesu asifiwe. Ndio utaona nyumba inazidi kustawi. Nyumba inazidi kukua na kuonyesha mwangaza. Kwa nini? Kwa sababu mke mwema ni mchapa kazi na mwajibikaji pia. Inasema ya kwamba kuna wimbo moja uliimbwa zamani. Uliimbwa ukisema ya kwamba baba nipe pesa, watoto wana njaa, lakini mke wangu anapenda kutangatanga. Hata majirani wamechoka kumuona, huwa wakisema fungeni milango Halo? Bwana Yesu asifiwe. Inaweza kuwa wewe kama uko mahali hapo mpaka majirani wamesema hivyo, weka mkono juu. Hakuna atakaye kujaji. Halo? Tunasema wacha majirani, watu wanachoka na wewe, lakini hawawezi kusema tumekuchoka. Wakikuona wanasema Fitina. Halo? Badala ya kuitwa Neri, lakini jina lako inabadilishwa, unapewa nickname. Yenye ni nickname ambayo si nzuri. Halo? Kuna watu nasikia wanaitwa chef kazi. Chef kazi. Lakini imagine wewe ukaitwa Fitina. Inakaaje hiyo? Lazima ufanye bidii katika nyumba yako. Mambo mengine ya watu achana nayo. Focus na mambo yako mwenyewe. Ndipo utaona hata mume wako, nyumba yako itazidi kustawi na kusimama. Jambo la 4, mke mwema ana hekima katika kusema. Mke mwema ni mwanamke ambaye anapima maneno yake. Ndio maana ikasema kwamba ni nani awezaye kumuona mke mwema? Maana kima chake tapita kima cha marizani. Na anaendelea kuendelezea sifa za mke mwema, akisema ya kwamba anapima maneno yake. Eli, tunataka kusema mume wako ni mwalimu. Time ya kurudi inajulikana, lakini punguza maswali mengi. Halo? Maswali ndio imebomoa nyumba za watu wengi. Kabla hajafika unaanza kumuuliza saa 9. Hiyo imekaaje hiyo? Kabla hujafika unaulizwa si mwisho ni saa 9, mbona time yako imefika saa 1? Punguza maswali mengi. Ukitaka kujenga nyumba yako, punguza maswali mengi. Wakati mengine mwachie Mungu. Zidi kuombea mume wako tu, mwambie mfunike na damu ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Unacheka. Mfunike na damu ya Kristo. Maswali imeumiza mioyo ya watu wengi. Kuna watu wamezeeka. Ukiambiwa na miaka 38, unasema mbona anakaa kama gogo wa miaka 60? Kwa sababu ya kukaa na uchungu moyoni. Kuuliza, unakufa mapema. Kuuliza, kila saa unashuku mtu. Mpaka watu wakienda hata mahali anatembea na simu ameweka mkono, inakuwa haipendezi. Si namna hiyo? Nataka kusema
Sandana. Halo? Tunataka kusema ya kwamba wanawake wote walioko mahali hapa, wao kitu chao ni kimoja peke yake, ukimwonyesha upendo wa kweli. Na katika mazungumzo yako unavyoongea, pima mazungumzo yako. Sisi tulifundishwa kitu kimoja, mwanaume aongeagi jokes, lolote atakaloliongea liko namna hiyo. Sasa usije ukaambia na nili, hata siku hizi umekuwa mbaya, unafikiria atacheka, alafu baadaye linabaki ndani ya moyo. Siku hizi umekuwa na tumbo kubwa, inaenda inakaa kwenye moyo wake. Tunasema muonyeshe upendo wa kweli. Ukimwonyesha upendo wa kweli, huyu mama ataonyesha matunda ya upendo wake wote kwako. Wamama wengi wameanza kujijengea nyumba kando kando, na wameanza kununua mashamba kando, wazee wao wakiwa wajui. Kwa nini? Kwa sababu upendo ukipungua, mwanamke anapoteza tumaini. Mpende huyu mama. Ukimpenda atakuheshimu. Ukimpenda atakuona wewe wa thamani. Hata koti yako utaona inapigwa pasi na kuambiwa na viatu vinawekwa rangi. Kwa nini? Hivyo tunataka kusema ya kwamba Neli, tunamaliza tukisema ya kwamba simama imara katika maisha yako. Kuna watu wengi wanapitia changamoto katika nyumba zao, lakini anasimama imara kwa sababu ya nyumba yake na watoto wake. Kuna mtu mmoja alikuwa anahama usiku na mke wake. Mume na mke wanahama usiku, wakapita mtoni. Walipofika mtoni, ilikuwa usiku. Kuangalia hivi mtoni, ikaonekana kuna mnyama alipita mtoni hivi. Mzee akawa wa kwanza kumwona. Mzee alivyoona akakimbia na kwenda kupanda juu ya miti. Akamwacha mama peke yake. Alivyomwacha mama peke yake, mzee akiwa juu ya miti akapiga nduru akimuita mke wake. Akimwambia, "Mama Chepchumba, simama imara kama mwanaume." Halo? Na yeye amekimbia. Halo? Tunataka kusema ya kwamba simama imara. Haijalishi ni nini utakutana nacho, mapito kiasi gani utakutana nayo, lakini simama imara. Mbele ni mbele, nyuma hakurudiki. Mungu akubariki na kutende mema. Tuombe. Tunakushukuru Mungu ni kwa sababu ya siku ya leo. Umekuwa mwema, umekuwa mwaminifu. Pokea sifa kwa sababu ya sherehe hii. Hakika Mungu imefanya kwa utukufu wa jina lako. Endelea kuwabariki kupitia mambo manne tuliyozungumza. Mama huyu na mzee huyu wanapoenda kuijenga nyumba yao, wacha ikastawi kwa utukufu wa jina lako. Ninakuinulia mikononi mwako. Wabariki na uwatende mema katika jina la Yesu aliye Bwana mkombozi wetu. Makofi ya mchungaji. Wapi makofi ya mchungaji? Yes, chonjo kabisa. Wakasa kwa ngamwa we.